Amjambo wazalendo wote mahali popote mlipo, naitwa Babu Felix Mwembamba na leo ni tarehe 16 za mwezi wa pili mwaka huu wa 2026. Leo nakuja kwa sababu ya kutoa meseji ya kutiana moyo kwa wazalendo wote ambao labda wanafanya kazi kwa njia moja au nyingine, lakini hii ni kwa sababu ya washika bunduki. Maana aina za wazalendo ni nyingi sana. Kuna wale wanaoongea, kuna wale wanaopigana, kuna wale wanaotoa michango, kuna wale wanaotoa mahabari, yani kutoa renseignement na kadhalika. Chambre noire et autres. Lakini tunajikita kabisa kwa watu ambao wanashikilia silaha na tunawaambia kwamba msife moyo. Kama mtu aliingia kwenye kitu kimoja kama vile kupima, kuna watu ambao wanaokoka kama kupima, lakini katika kusikia ndo injili inamkolea kabisa, inamuingia vizuri, na huyo mtu anakuwa mwinjilisti, anakuwa pasta, anakuwa. Kama uliingia kama kimzaa kupima, lakini ukafanya bidii mpaka sasa hivi ukawa mzalendo mkubwa sana. Hawa wote ambao wana mafonksio kwa uzalendo, wana maposte kwa uzalendo, hawakuzaliwa nayo, walifanya bidii. Usife moyo, jikaze. Na kitu cha msingi ambacho tunataka kukuambia sisi wa communicateurs wa VDP ni kwamba unavyofanya kazi wakuu viongozi wanakuona, unavyotulia wakuu viongozi wanakuona. Acha kupokonya watu vitu. Acha kabisa kupokonya watu vitu vyao, mali zao. Tunawashukuru wazalendo kwa sababu ya kumaintenir usalama mahali popote mlipo. Mungu awabariki sana wakuu viongozi wote wa wazalendo VDP, na hizo sifa ziendelee. Ingawa tunawapa vijana ambao wengi wao ni wavuta bangi, wakunywa pombe katika matrupe zenu, lakini tunashukuru kwa sababu mnawaweka chini, mnachukua nizamu, mnawapandikiza yale ambao hawakuambiwa na wazazi wao. Nyinyi mnachukua nafasi hiyo kuwapandikiza vitu ambavyo hawakuvileta kwenye familia zao, na sisi tunashukuru sana. Lakini tunakuja na message ya kuwaambia kwamba kuna tule tumichezo ta watu ambao wanaanza kufanya ubandia, kufungua watu kwenye vijiji vyetu tofauti, hususan katika jiji la Baraka. Watu wanajikita kwenye mitaa tofauti au makartie tofauti kufungua watu usiku. Tuna ushahidi wa nyumba takriban 3 usiku wa kuamkia jana kufunguliwa na wezi. Na hivyo tunaomba security kufanya kazi yake, security kusimamia ulinzi kama walivyojitolea, security kufanya doria, na kama itawezekana kuundwe na kikundi cha warondo walala rondo, kwa sababu wale ndo wanatrake vizuri wale mabandi, kwa sababu wanawajua. Kuhusu sensibilisation ya kuingia arme au kwenda kupata mafunzo ya jeshi ili ukamilike kuwa mwanajeshi wa taifa pale kusantre Kikonde, ni kwamba mafunzo yanaendelea na watu wanaendelea kwenda. Wewe kama uko mbali usiulize, watu wanapiga masimu na uliza kule kuko je, kule kazi inaendelea. Wewe wakuuliza utakuja kubaki. Wenzako kufika kule, cha kwanza ni kupimwa kilo. Kama uli vizuri unaongezwa dawa za kula, huo unakula ili upate kilo nyingi. Mwanajeshi lazima akikukaba unakabwa na chuma cha ledi, na baada ya hapo kama kuna magonjwa unatibiwa, na kama una magonjwa unaingia msantre, na baada ya kuingia katika santre wewe unaandikwa na majina yako yanaenda Kinshasa, na hapo wanafanya mchakato wa kupokeza wewe uliyeingia, wa nouveau engagé pesa zao, na pili mpate manimero matricule. Kwa hiyo usichelewe kwenda. Na mwisho kabisa nataka niwaambie kwamba Eliezer Tambwe ni waziri wa ulinzi makamu, ambaye alitusaidia sana kwa wazalendo au VDP kupata kujulikana katika kitaifa. Kujulikana kwa mkuu kiongozi wa nchi hii Mheshimiwa Rais Antoine Tshisekedi Chilombo
alitusaidia sana kiongozi wetu wa VDP au coordinateur kujinyakulia uwezo wa kuongoza yeye kama yeye, na alipata muda Uvira, kama mtakumbuka, kuongea naye ana kwa ana. Mzee akamwambia kila kitu, naye akasema nitakifikisha kwa mzee, naye akafikisha kwa mzee, maana wazee ni wengi, yani kwa rais wa nchi. Na baada ya kufikisha kwenye uongozi wa nchi au kwenye mheshimiwa rais wa nchi, ni kwamba rais alimsikiliza na alifanyia kazi, na mazuri yake tunaona wazalendo wanaanza kupokea. Wakipokea wazalendo si mwingine ni coordinateur wa VDP na ni mheshimiwa William Amuri Yakutumba. Ndio alitoa mapendekezo akasema hawa watu wamefanya kazi muda mrefu. Wamefanya kazi nyingi sana lakini hawapokei. Na kwa nini hawapokei? Ni kwa sababu wa general ambao mnaotutumia ni watu wa RCD Goma. Ni watu wa CNDP, ni watu wa M23, M23D, wana collaborate na enemy, na ndio maana sisi hatuwezi kupokea na hatupate risasi kama tunavyotakiwa, na hatupate silaha, na hatupate chakula, hatupate dawa. Sasa hicho kijeshi kitakuwa kijeshi gani? Mheshimiwa waziri alisikia Eliazer Tambwe, waziri wa ulinzi makamo, na akapeleka malalamiko yetu ya VDP au wazalendo kwa ujumla, na yakasikika. Kwa hiyo tumsifu sana waziri Eliazer Tambwe, na tumsifu pia coordinateur Mheshimiwa Amuri Yakutumba kwa kufanya yote hayo ili sisi tujulikane. Na sio hiyo tu, mpaka tumepata santre, kwa sababu amesema hawa wa vijana ambao tunao wana moyo, lakini wanachokosa tu ni mafunzo yale ya kukamilisha kuwa mwanajeshi. Ndio maana santre imekuja, na tumeshukuru sana. Kuhusu teni, wameniuliza teni ni je mateni, wazalendo wako kila mtu na teni yake. Hayo ni mambo madogo sana. Siku chache zijazo mtaona wazalendo wanakuwa dote teni yao purke wajulikane, kwa sababu jeshi inajulikana kupitia teni. Mtu kama iko na teni yake utamjua huyu ni nite fulani, huyu ni nite fulani, huyu ni nite fulani. Juu babandi basikuwa wanajichanga kujiita kama ni bazalendo, kumbe sio wazalendo. Teni msisahau kwamba zinatengenezwa katika jiji letu la Kinshasa, katika nchi yetu ya Kongo. Zinatengenezwa, si kwamba wataenda kununua, watazitengeneza na zilishatengenezwa. Inachobaki tu nizifike zifanye kazi. Kwa hiyo wazalendo tulieni, mazuri yanakuja. Wazalendo washika silaha tulieni, mazuri yanakuja. Na mshaanza kuona kwamba ni kweli hapa baadaye kutakuwa mazuri zaidi ya haya. Asante sana, naitwa Communicateur VDP. Mchana mwema.